Tunawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Wandugu wapenzi nyote mahali kote mnapokuwa, tunayo moyo wa furaha wa kuja tena mbele zenu siku ya leo katika mwaka huu wa 2026. Maoni ya kanisa Safina kwa leo Église Arche de l'Éternel inafanya miaka 40. Na kwa hiyo wengi walijua, wamoja walifahamu kinusunusu, na kwa sasa tumekuwa tukiwaandalia vipindi kidogo kidogo, tunawapatia historia fupi fupi kwa kusaidia wewe mwenye bado ulikuwa hauelewi, ulikuwa bado haujui maoni. Lakini kwa mafasirio zaidi, maoni hii imeanzishwa na mchungaji wa Mungu, mtumishi wa Mungu Lofimbo Tasile Pascal, na kwa sasa imafanya miaka 40, na tumeandaa mwaka huu sherehe ya kurudishia Mungu sifa na maabudu kwa sababu ya hiyo miaka ambayo tumepitia ndani. Kweli tumepitia mambo ya juu, tumepitia milima na mabonde, ila Mungu hakutuachilia. Sababu gani? Hii ilikuwa kazi yake. Kila mara Mungu anapoanzisha kitu, na ni yeye anakitekeleza. Ijapokuwa misukusuku mingi tumeipitia, shida mingi, lakini Mungu ametuwezesha hadi leo kwenye tuko. Wapendwa, mahali pote mnatufuata, wandugu zetu ambao waliwahi shiriki nasi kwenye huduma hii, wamoja wamekuwa wababu, wamoja wamekuwa wababa, wengine ni wachungaji huko na kule. Haya, mnapofuata video hii mwelewe ya kwamba kuna nafasi Mungu ametutoa na kuna kuwa mahali anatufikisha. Na kwa leo tutafanya katika mwaka huyu sherehe ya kushukuru Mungu kwa maanzilishi ya kazi ya Mungu mahali hapa, ama vision ya kanisa letu. Kanisa hii ni kanisa ya uamsho ambayo inakuwa na maoni ambao Petro alizungumza wakati wamechagua wadiakoni. Anasema sisi tutashughulikia injili na maombi, na sisi maoni ya kanisa hii ni maombi na injili, yaani intercession na evangelisation. Na kuna kwa ujumbe Mungu amepatia kanisa juu ya kupatanisha mtu na Mungu na mtu na mtu, yaani tuna wito ya kupatanisha. Na hiyo maoni kwa sasa imefanya miaka 40. Ilianza kama vile chumba ya maombi, ikaendelea kama vile huduma ama ministeri, na ikaenda ikakuwa kanisa hadi kwa sasa, na tumepitia vitu mingi. Haya, tufuate basi kidogo yale ambayo tumeambiliwa. Tuonane baadaye. Bwana Kristo. Abadilisha mbona na sikufanya kwanza kumbukumbu. Sababu Mungu alimwambia Musa, Angeli ndio sikafanya kumbukumbu ya kwenye tulitoka, kwenye tunafika na kwenye tunaendelea. Kama vile tunajua
mwenye hii maono haiko siri. Unalipataka hii maono tulisha Mungu mfimbo ambaye apere kwa mini Yesu. Alamini Yesu kwanza kukamu kanisa la Kadafi. Akafika hapa Goma, akaenda kushukuru, akaanza ile msepake, kazi ya kutuma mchuru. Na kule mchuru ndio alipata nafasi ya kuomba, wapapanga uwe wakaanza kutumika naye. Na kule ndio kwenye maono alizalikaka. Aliporudia tena hapa Goma, akarudia msepake, mchuru alipata msepake, na alikuwa na pena mzenga wewe kanisa pale msepake. Aliporudia hapa anza kuweka mshambre de prière, comme c'est pas que parle mshambre de prière kwa mama Feza. Ile tena maono akamwambia kisi atafanya kazi, ataanza kazi ya Mungu hapa, ikakamilishwa tena kule mshambre de prière kwa mama Feza. Kwenye yeye alikutana na Mungu sasa kwa sababu ile Musa sasa alikutana na Mungu akampatia maono kwa Israeli. Yoshua wakukwaka, Haruni wakukwaka, ilikuwa Mungu yeye peke na nani? Na mwingine Mungu akamchagua kusudi afikishe maono ya kukomboa watoto wa Israeli wafikisha nchi ya ahadi. Bwana asifiwe. Maono yote sana apatiliwa inakuwa kama vita. Hakuna siku maono ya kutoka kwa Mungu inafika watu wamekubali, wanashangilia kwa urahisi. Inakutanaka na obstacle ya mingi kama vile ya Musa ilikutana. Ilipopata ukamilisho kwa mama Feza, wachumba wa maombi ya papa Mbengwa, kule wote walikuwa ni machumba za zamani ya prayer, wote walikuwa watumishi wa Mungu kwa kanisa la Sepake kule. Ataanzaka huduma ya injili na prayer. Jo maono ni kwa ngali bado pale kwa ofisi pale kuna faraja pale. Alikuwa anatumika kuzari kontener. Nyuma kazi ya kontener, kazi kaisha, akapata kazi nyingine Kivipex. Na pale alikuwa kabisa parmi watu walikuwa mbali kazi. Sasa pale kwa ofisi alikuwa anapanga kunyumba. Kisha Mungu akamchallenge akapata pesa zake, akakusudia kuuza sasa kwake kunyumba. Alimpropose pale pembeni la mshekuru en face na baba mbika wa mshekuru parcelle moja pale. Sababu ile pika alikuwa anatembea kwa roho, Mungu akamkataza asiuze pale. Akapata nafasi ile pale kwa ofisi ya nafasi ya oasis pale, ilikuwa biashara nyumba, asia sauti ya Mungu akamkataza. Paka sasa hivi roho Mungu alimongozaka huko Bilere. Bwana asifiwe. Yote tunasema ni yeye peke alikuwa anatembea na mama sasa alimwambia mama anatembea hivi. Bwana asifiwe. Akafika Mungu akamwambia confirm hapa ndio fasi na kupatia tu nitaanzisha kazi ya Mungu hapa. Mwele ya 1986. Ile wakati na Goma makanisa ziko za Mungu. Kwa tunaingiza kabambi en communauté, c'est pas que c'est pas catholique, mais l'église de référence kwa kabisa. Kisha ndio kafika wakati na chumba za maombi, ile wakati mama Feza papa Mbengwa bami bakakeka kuinaugurer kazi ya maono hapa. Sasa maombi inaanza hapa mbele ya 1986. Ndio ile 26 ya mwezi wa Jana motoda. Bwana asifiwe. Presse machumba za maombi kwa ile wakati yote zingiaka hapa kuinaugurer kazi ya Mungu. Na tena sauti ya Mungu ikahakikisha hapa Mungu anapata chakula hapa kama vile kisima ambapo Mungu atafanya kazi yake. Na watu wengi watapata msaada hapa. Ndio kwa sababu le centre de santé, ça de l'hôpital, c'est ma promesse. Bwana asifiwe. Na bote walifika nyuma watumisha Mungu ile unabii wakaendelea kukamilisha. Promesse gani? Na uponyaji na ufungulifu wokovu. Nataka mimi niseme hospitali. Bwana asifiwe. Ile wakati Goma ilikuwa kabisa makanisa yasikuwa zaidi. Watu wengi walikuwa wapagani. Sali fika hapa idere ya kudere ilikuwa fasili. Bamingi walikuwa walevi, mamungu za giza. Sasa kazi ya Mungu ilianza hapa. Haikuwa jambo rahisi. Bwana asifiwe. Vile ni mkaka ya kila aina.
watu walisema mahewa fulani yakia mkartie, majina ya kila aina ikapangiwa, balozi, bafumu, banani. Amena. Alors vile mambo yalikuwa mazito. Nipe kuna habari nitendea katika mji wa Goma. Pale nifasha kuzimu, pale nda kuzimu. Kwanza bibi yake hivi na hivi, aliendaka vitu ya kunyagina msingi. Bwana asifiwe. Kazi ya Mungu haiko rahisi. Wale wakati haikuwa rahisi. Amen. Reputation yote bakaiharibisha, lakini jua aliitwa na Mungu, kazi ya Mungu haiko rahisi. Na ile wakati saa kazi ya Mungu inaanza hapa chumba maombi, na kweli ile unabii ama promise ilitimilika. Ilikuwa kweli fasi ya msaada, ilikuwa ni kisima. Kweli watu walipata msaada. Sababu kulikuwa nguvu za Mungu zilikuwa na ajiri, ikakuwa chumba maombi pa chumba ya nguvu. Kulikuwa maprofesia ya nguvu, makarama uponyaji na miujiza ya nguvu, ile unabii kabisa kavala Mungu. Bwana asifiwe. Malgré watu wanasema, lakini watu wanakuja. Bwana asifiwe. Pale na tuko tunaingia tu msepanya kwa kanisa la Mungu, niko na chambre de prière. Bote wenye alikuwa na vuna ile wakati. Alikuwa anapeleka kwa kanisa la Mungu akabatiza. Juu kila siku kwa kukaka batu. Sipake kenda kubatiza watu kule bamini walikuwa wanatoka hapa. Msafiri na jina bakipangake wakati. Asa itakuwa jina lake sana. Na kweli wengi walibatiziwa. Juu mkono wa Mungu ulikuwa. Watu walikuwa wanatoka nafasi nyingine, habari ya maombi. Ile wakati maombi ilikuwa iko mingi kabisa Mgoma, banafundishwa kazi ya kuomba. Ndio ile kazi ya Mungu ilianza hapa. Ikawa kwa kitabu kisima. Na watu walishuhudia mkono wa Mungu. Malgré vita ya makati. Bwana asifiwe. Dieu alikuwa evangeliste pale kanisa la Tsipake na alikuwa tena president wa Full Gospel. Dieu ndio alianza Full Gospel katika mji wa Goma. Kwa nafanya kazi ya Mungu na akafungula. Sasa balipendaka baimplanter Full Gospel hapa Goma, ndio balimkontaktaka akakuwa niko kutoka Tukufipex, akakuwa anafanya kazi ya Mungu kule na Full Gospel wanafanya mikutano. Aliendaka mabeni kutembo kushuhudia. Seansi ya kwanza balifanyia hapa ku Lenyira. Ndio kwenye ya kwanza na hiyo alipataka témoignage ya vie yake. Seansi ya kwanza Full Gospel. Ndio alikuwa vice president kapataka president Lunyambo alikuwa magistrat pa Goma kamata kichwa alikuwa mtu wa sheria akasema wewe juko unajua sheria kwa president itakuwa sheria. Bwana asifiwe. Sasa Maître Lunyambo ndo akakuwa president wa Full Gospel akakuwa sheria. Mimi alikuwa mwigizaji. Alors akaanza kazi ya huduma ya Full Gospel akaenda kuta alikuwa evangelist hapana kutafuta gani nafsi za watu. Bwana asifiwe. Basi ilikuwa ni basomi kule pour témoigner na témoignage yake bakamtuma bei bakamtuma Butembo ile témoigner na sasa alikuwa hapa msepake na sasa alipokaka na bakamtumaka maruchuru kushuhudia Manyagondo kule alipenda pala kimwale kule Nyagondo wakati alipataka wokovu kutuma kule kote masipala tumeonyesha. Amen. Ndio vile historique ya kazi ya Mungu. Gisi ilianza na nini? Na promesse zote ambazo Mungu alisema. Alors hii kazi ya Mungu hapa tumesema ilianza le 26 mwezi gani? 1900 nilichaka karibu sezo 10 zenye kazi ya Mungu imepitia. Masezo 10. Masezo nimetape kabambe ni kanisa na pitia. Sezo ya kwanza ni wakati kazi ya Mungu ilianza 1980 na monaji peke visionnaire. Ile wakati ilianza sasa vile tuko nasema tuko na celebrate 40 anniversaire ya nini? Vision ya kazi ya Mungu hapa. Kazi ya Mungu itaanza hapa na itakuwa na nafasi ya msaada kupitia Injili na kupitia maombi. Bwana asifiwe. Ndio 1986 ndio maono ilianza hapa. Ya
kazi ya Mungu comme chambre de prière, première saison. Na ipeke mwanzilishi. Mungu alikuwa anajizilisha kwa kuujiza, watu mingi walipata wokovu, na bamingi waisha kwa pastere watumishi fasi ingine, benye walipata kujua kazi ya Mungu wao. Ile première saison kiendelea mpaka 1990. Kakwa deuxième saison. Deuxième saison wakapata maoni ya kwenda kumulima. Wakaenda kumulima Asake, walifanyika prayer 7 jours. Na kule ndio kwenye maono mengine katoka kule ya chambre de prière ikamate sura ya ministère. Wakamate sura ya Bwana asifiwe. Mu 1990 maono ya ministère ikaanza, ndio ikakuwa ministère d'intercession et d'évangélisation. Mako kuna tulikuwa kushirika magharibi kwa fermement. Kila watu wanaenda makanisa zao, basepake, basebeka, bawapi wanaenda mchana, kisha magharibi wanafika pa 15 kwa fermement, ça veut dire ministère. Bwana asifiwe. Ministère ya injili na ndio vile 15 watu walikuwa wanafika hapa. Wanaingia kwa afirmisema, wanafundisha watu tu bakomala. Afirmisema maana yake kukomalisha mtu kiroho. Pata mafundisho ya kukomalisha sibagie nama sababu ile bebe. Bwana asifiwe. Yeye peke mwanzilisha alikuwa anafundisha na pia watumishi wengine alikuwa baforme wakakuwa naanza deja kufanya ile kazi. Saison ikiendelea mpaka 1993. Ndio huduma ikapata stati ya Eglise. Troisième saison. Bwana asifiwe. Ikakuwa Eglise make ikaanza kufanya ile kazi yote ambayo na ile historiki yote tulishabambia namna gani tukaka kuwa kite Eglise mtape tu kwa shirika namna gani mzee ondaka ndaka kuna mzee Kashira akamwambia na maono mzee Kashira akamuruhusu akasema kuna shida tunaweza ndani shamba situmanie mingi. Bwana asifiwe. 1993 ikaanza kamata ndio saison ya ngapi ya 3 kome Eglise manake ile Eglise inaendelea etape ya 3 ama saison ya 3 tukaenda msaison ya 4 ikafikia 1999 na ile huduma kaendelea tu pa usiku wa 4 kanisa ya etape nyingine visionnaire akafariki. Visionnaire akafariki sababu tunataka ilikuwa ni 4 janvier 1999. Alipofariki alikuwa tayarisha mtu mmoja mwenye alikuwa anakuwa sawa na jeu wake, walikuwa wanamsaidia mkazi ya Mungu. Tukaanza evolue vile na mchungaji mwingine ambaye unawe kila siku apre mwonaji kufariki ni etape nyingine ya nguvu wenye kanisa na pitaka. Alipofariki tukisema tunaingia mwetape nyingine. Etape gani? Saison ya ine ya epreve. Nijaribu. Epreve ya kwanza tulikuwa tunapitia kanisa kwa tunapitia epreve ya kusemewa na watu. Bwana. Biblia inataka kila kitu. Biblia inatuambia hivi. Mnapasha kuwa na neno. Yenye mnapasha kuwa unakuwa na kuambia watu wakati wanapokuwaswali juu ya imani yenu. Kama una nayo utasema nini? Bwana sema mimi. Ndio maana nilipopatwa na neno ya kujia unaombea kanisa la Ashe. Esko na habari historia ile kanisa ndio unaanza sema. Bwana juu mwingine atakuletea habari ya bongo kama ile uhakika unavisadiki na unakosea Mungu. Tunaanza etape gani? Ya saison